Kipindi zoezi linaendelea, hautaki kusikia hali yote ya tofauti. Kwa hiyo kama unasikia hali yote ya tofauti pia unasema sawa. Hali ya tofauti kama hivi. Hali ya tofauti mara nyingi kuna wanaosikia kichefuchefu na kuna wengine wanasikia kizunguzungu. Hapa tumetembelewa na dona wetu wa hiari. Zoezi linaloendelea mbele yetu hapa ni uchangiaji wa damu. Tutachukua dakika 5 mpaka 10, then tutakuwa tumemaliza zoezi letu. Wameshatoka hapa nesi, wamefanywa vipimo vya awali, wamekidhi, then tunachofuatia hapa ni uchangiaji wa damu. Vigezo ambavyo vinampitisha moja kwa moja mchangiaji wa damu, cha kwanza kinakuwaga ni uzito, kwa sababu anasema kiwango cha uzito kinaendana na kiwango cha damu mara nyingi, sawa. Na sasa hivi wameongeza kipengele cha BMI pia. Mtu anatakiwa awe kwenye recommended BMI. Mtu ambaye ni obesity ana uzito kupita kiasi, kuna chance ya kuacquire lipemic blood, kwamba damu ambayo ina mafuta mengi, na mara nyingi hiyo ni moja ya criteria ya kuidiscard kipindi tunasort, ukiachana na maambukizi. Lakini pia umri wake huo una range miaka 18 mpaka miaka 65. Awe mwenye afya bora, asiwe ana historia ya kutumia dawa katika kipindi cha wiki 2 zilizopita, hususan antibiotic. Kama unavyojua sasa hivi dunia ina fight AMR, antimicrobial resistance. Kwa hiyo mtu akiwa ana dozi ya antibiotic au haja complete au anaendelea nayo, kuna chance ya yule mtu atakayeenda kupatiwa hiyo damu akapata incomplete dose. Kwa kitendo cha kupata incomplete dose kinasababisha huyu mtu apate resistance juu ya hiyo damu ambayo amewekewa. Anatakiwa awe amepata chakula masaa yasiyozidi 4 mpaka 8. Tunasema masaa 4 mpaka 8 kwa sababu tunatofautiana. Mtu mwenye maso nyingi ana chance ya kusikia njaa mapema kuliko yule mtu ambaye hana maso, kwa sababu tunaamini the more unakuwa na maso the more unapoconsume ATP nyingi zaidi. Pia asiwe na historia ya magonjwa sugu ya kuambukiza, kwa maana ya alishawahi kupata homa ya ini labda, au ana virusi vya ukimwi na magonjwa ya design hiyo kama kaswende. Lakini pia yale yasiyo ya kuambukiza kama pressure, pumu, vidonda vya tumbo, kifafa na mengine kama kisukari inaingia huko, yale magonjwa sugu yasiyo ya kuambukiza. Pia atakosa sifa ya moja kwa moja. Asiwe anatokea kwenye makundi hatarishi, kwa maana ya kwamba labda anatokea kwenye wale watu wanaojidunga dawa mathalan, au yupo katika makundi ya umalaya, au ana perform homosexual, mapenzi ya jinsia moja, au group sex. Mara nyingi hatuwashauri watu wa namna hiyo wachangie damu, kwa sababu wanakuwa kwenye high risk. Kuna chance kubwa ya damu zao kuwa na maambukizi. Watu wengi wamekuwa wakiuliza, kina mama wanaruhusiwa kuchangia damu? Jibu ni ndio, kina mama wanaruhusiwa kuchangia damu wakiwa na vigezo kama vile ambavyo tumevielezea awali, ila yeye ataongeza kigezo ambacho kwenye dodoso kinakuwaga namba 9. Je, huyu mama ni mjamzito? Je, huyu mama ananyonyesha? Huyu mama yupo kwenye siku zake? Kama vigezo vyote hivyo akivitimiza, kwamba hanyonyeshi, sio mjamzito na yupo kwenye siku zake, na zile criteria za huko juu zote amepita, moja kwa moja anakuwa amekidhi vigezo vya uchangiaji wa damu. Leo nimechangia damu kusaidia wenzetu ambao wanahitaji wa damu. Tunahimiza wenzangu wanawake, jamani, tujitokeze kuwasaidia wenzetu ambao wanahitaji wa damu. Nimejisikia vizuri tu, nimejisikia kawaida kabisa. Leo hutaruhusiwa kufanya kazi yote ngumu, kushinda juani muda mrefu, kusimama kwa muda mrefu, kutumia kilevi cha aina yoyote, wala kufanya tendo la ndoa. Leo ushauriwi, unashauriwa unywe maji ya kutosha na mlo kamili, sawa. Baada ya mwezi utarudi kwa ajili ya majibu hapa, sawa. Tunatoa majibu ya kaswende, homa ya ini, virusi vya ukimwi na kundi lako la damu. Kuchangia tena damu mpaka miezi 3 ipite. Usichangie damu sehemu yoyote. Lengo la kusema miezi 3, seli zitakazozalishwa zitakuwa ni changa, tunahitaji tuzipe muda ili zikue ziweze kufanya kazi. Kwa utakapotoa kabla, maana yake yule mgonjwa anaenda kufa sasa, sababu anaenda kupata seli ambazo ni parasitic, seli ambazo zinamhitaji yeye asupply nutrients kwa hizo seli ili zikue, jambo ambalo si zuri. Kwa binadamu tufuate utaratibu ambao tumepewa na ni miongozo ya WHO hiyo. Faida za uchangiaji damu zipo nyingi.
baada ya kuchangia damu, mchangiaji damu atapata faida ya kwanza kabisa, tunasema atajisikia vizuri, kwa sababu mwili unakuwa umepunguza au moyo umepunguziwa load ya kusukuma mzigo, kwa sababu tunajua mtu ili uchangie damu kwanza uwe na damu inayokutosha, alafu uwe na ya ziada. Sasa damu salama huwa tunachukua ile damu ya ziada. Kwa hiyo ni moja, unaimarisha afya ya moyo kwa kuchangia damu, na kwa kuimarisha afya ya moyo utajisikia vizuri. Pia unapunguza hatari ya kupata saratani hususan ya damu, kwa maana kwamba tunajua damu inatengenezwa na madini chuma. Yale madini chuma katika research ambazo zimefanyika na wataalamu tofauti inaonyesha ni moja ya vichochezi ambao vinaleta kansa vikiwa vimezidi mwilini, na haina kazi nyingine yoyote zaidi ya uzalishaji wa nini, wa damu pekee. Kwa hiyo kwa kuchangia kwako damu pia utajua status ya afya yako, kwa maana ya magonjwa yote ambukizi ya mfumo wa damu. Kama nilivyosema awali, tunapima hepatitis B, tunapima hepatitis C, tunapima syphilis, tunapima na HIV bure kabisa. Kwa hiyo utakuwa unapata chance ya kujua status ya afya yako. Na kwenye upande wa syphilis, hepatitis B na C ukivigundua mapema vinatibika. Sawa? Hata HIV ukigundua mapema kuna chance ya wewe kuto kudevelop zile dalili au kwenda kwenye stage ya nini, ya ukimwi, kwa maana ya upungufu wa kinga mwilini. Utakuwa tu unaishi navyo lakini umewahi kuvifubaza. Kwa hiyo tunasema mtu wa ukimwi akijua status ya afya yake mapema, ana turn life expectancy into normal. Yaani ile kadirio lake la kuishi linarudi kama kawaida endapo hatofika kwenye stage ya nini, ya ukimwi, kwa maana ya upungufu wa kinga mwilini. Lakini la mwisho kubwa ni sadaka, si ndio? Tunajua sadaka kwa maana ya kwamba tunazidi kujiweka karibu na Mungu, kama tunavyosema kwa upande wa Katoliki na dini zote, kwa maana ya Ukristo na Uislamu, wote wanaamini kuchangia damu ni matendo ya nini, ni matendo ya huruma. Kwa hiyo kwa kuchangia kwako damu moja kwa moja unaenda kujiweka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wa pwani wanasema. Imekuwepo maneno mtaani kwamba ukichangia damu inakusababisha uchangie mara kwa mara, la sivyo itaongezeka, utakuwa unaumwa kichwa na dalili kama hizo. Hii ina ukweli gani? Kwenye kulijibu hilo swali, kwanza unatakiwa ujue damu ni nini. Damu ni tissue. Sawa? Damu ni tissue. Na tissue once unapoitoa manake inakuwa replaced. Yaani kwa amount ile ambayo imetoka. Kwa hiyo kama ulitoa lita 1 labda tuseme, mwili unatuma signal kwamba kuna lita 1 ya damu imetoka. Kwa hiyo unatengeneza mechanism sawa ya kurudisha ile lita 1 ambayo imetoka kwa mtindo wako wa maisha ule ambao umekuwa ukiendelea nao. Wala hakuna kwamba kwa sasa nipate special food, hapana. Damu inakuwa inatengenezwa day to day, kwa sababu tunajua hizi cells zina lifespan. Sawa? Kuna cells ambazo zina lifespan za 75 days to 70 WBC, kuna RBC zina 120 days. Kwa hiyo zitakapofika hapo zinakufa, zinazalishwa nyingine kwa mtindo wako wa maisha ule. Kuna baadhi ya watu ambayo kwa sababu zao binafsi wamekuwa wakiwa na wasiwasi juu ya damu inayoongezwa. Je, kuna usalama gani kwa damu ambayo tunaipeleka kwa mgonjwa? Damu inayopelekwa kwa mgonjwa kwanza haifanyiwi vipimo katika vituo vya afya ambavyo tumekusanyia damu, hapana. WHO ilitoa mwongozo kwamba kuwe na kanda ziwe centralized, iwe rahisi kuzimonitor, kwa maana ya kuangalia mienendo yao ya ufanyaji kazi, lakini ubora wa huduma ambazo wanazitoa. Kwa hiyo WHO akarekomendi kila taasisi au kila hospitali isiwezeshwe uwezo wa kuwa inapima damu zake zenyewe, ili basi iwe rahisi kumonitor kile ambacho au majibu yale ambayo yanatoka, je, yana ubora? Kwa hiyo ikatengeneza kanda. Kwa hiyo Wizara ya Afya imetengeneza kanda. Kwa hiyo kuna zono ambazo zinahusika na blood transfusion services. Wanafuata miongozo yote na wanapima mara ya kwanza kwa sensitivity kubwa. Kwa hiyo any likely inakuwa picked hapo. Kwa hiyo kuna chance hata ukawa hauna HIV mathalan, lakini mashine ikapick
any likely ukiwa na kiashiria chochote kinachoonyesha kwamba una signal za kuwa na mdudu wa HIV, mashine itapika katika sensitivity ya juu. Kwa hiyo chance ya kupata true positive inakuwa imepungua, lakini true negative ni 100% kama sio 99.99. Kwa hiyo kuna chance ya kupata false positive, ila kwa asilimia kubwa tunapata true negative, ambayo ndio ina faida kwa yule mlaji wa mwisho. Mgonjwa yeye anahitaji damu ambayo haina maambukizi au viashiria vyovyote vya maambukizi, na ndio kitu ambacho kinafanyika kwa kutumia hizo mashine. Sawa. Kwa hiyo tunaamini kwamba hata kama mtu atakuwa na stage za awali kabisa za maambukizi, kwa sensitivity hiyo ya mashine ambayo imesetiwa, atakuwa picked kama mgonjwa, ambako tungetumia hizi rapid test za huko hospitali tungehitaji window period ya wiki 2, mwezi mpaka miezi 3 kuconfirm kwamba huyo mtu hana hayo maambukizi. Kwa hiyo mashine zile zinaturahisishia kushorten hiyo window period na kudetect hayo maambukizi. Kwa hiyo usalama moja kwa moja kwa kufuata hiyo miongozo ni wa kiwango kikubwa, tunaweza tukasema 99.9. Damu inaweza ikakaa kiasi siku ngapi mpaka isiweze kutumika? Kwa blood bag ambazo tumekuwa tunasupply Tanzania hapa na MSD, mara nyingi zinakuwa zina CPDA. CPDA anticoagulant ina uwezo wa kustore damu katika 2 to 6 kwa siku 35. Kwa blood bag nyingi ambazo tunasupply zina CPDA. CPDA ni citrate, dextrose, phosphate, aconitas. Sawa, ina store damu kwa siku 35 kwenye 2 to 6, ambayo ina supply anticoagulant at the same time nutrients. Kwa zile seli hai zitaendelea kula, lakini pia damu haitoganda ikiwa nje ya nini, ya human body. Sababu tunajua damu ikitoka nje ina tendency ya kuganda. Kwa hiyo ile ita supply anticoagulant, lakini pia at the same time ita supply na hizo nutrients. Na ni ipi kauli mbiu ambayo unaweza ukatuachia sisi wa Tanzania? Ile iliyo kuu wanasema changia damu okoa maisha, lakini tone la damu tu linatosha kuokoa maisha. Lakini pia wanasema wameenda mbali zaidi, unaweza ukachangia chupa moja ya damu kuokoa maisha ya zaidi ya watu 3 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kwa kuchangia kwako damu moja kwa moja unaenda kuokoa maisha, kwa sababu damu ni ya uhitaji wa dharura na haina mbadala. Kwa hiyo mtu anapokosa damu kuna chance ya kumpoteza. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha jamii, taasisi na jumuiya mbalimbali za kimataifa ndani na nje ya nchi kujitokeza kwa wingi kusupport swala hili la uchangiaji wa damu. Kila mtu akipata mwamko wa uchangiaji wa damu, kutakuwa hamna hata haja ya replacement. Sababu replacement zinaturudisha kule kwenye kupata damu ambazo hazina ubora. Tunahitaji kila mtu apate mwamko, tuwe na voluntary wachangiaji damu wa hiari. Mara nyingi voluntary wanakuwa pia ni salama, kwa sababu tunakuwa tukiwa monitor mara kwa mara, kwa sababu wanakuwa wanakuja kuchangia kila baada ya miezi 3 au kila baada ya miezi 4. Kwa kupata voluntary wengi, basi tuna uhakika wa kuwa na damu iliyo bora na kusaidia kuendelea kuokoa maisha. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunakomesha au kupunguza kwa kiasi kikubwa vifo ambavyo vinatokana na ukosefu wa damu.